News. Moja kwa moja kutoka Chuo Kikuu cha Mashariki mwa Afrika Baraton. Unatazama runinga ya Baraton. Hujambo mtazamaji na karibu kwenye Meza Kuu. Meza Kuu ni kitengo ambacho wiki hii kimeamua kukuletea makala ya afya. Kwenye makala ya afya tunaweza kuchunguza ni vipi utoaji wa huduma za kiafya katika sehemu za vijijini au mashinani ukipenda zinatolewa, hasa kitengo ama kipindi hiki cha corona. Tumeweza kwenda moja kwa moja hadi katika zahanati ya Saniak na Tambuyo, tukazungumza na wasimamizi katika zahanati hizo na vile tukapata maoni, mahitaji na malalamisho ya wananchi ili kuweza kuelewa kama wanapata huduma hizi. Mimi ni Lekishon Laban nikisema karibu uwe nami hadi mwisho kwenye kitengo cha Meza Kuu. Safari kuelekea vitongojini kuona hali ya utoaji wa huduma za afya ikoje inaanza. Kilomita kadhaa kutoka mjini Kapsabet nimesafiri kwa njia ya pikipiki hadi kituo cha kwanza cha kiafya cha Saniak, ambapo nipo tayari kupata taswira kamili ya mambo hapa. Safari hii ya pikipiki inafichua hata hali mbaya ya barabara inayotatiza uchukuzi na mawasiliano. Katika kituo cha zahanati cha Saniak tunakuta shughuli zikiendeshwa huku watu wakiingia, kutibiwa na kutoka. Watoto wanapewa matibabu na chanjo hapa, na inanilazimu pamoja na mpiga picha wangu Namshots tusubirie huduma ifanyike ndipo tuweze kuzungumza na mhudumu ama msimamizi hapa. Baada ya dakika chache tunapata fursa kufanya mahojiano na muuguzi mfawidhi Anastasia Bitok. Kwa majina naitwa Anastasia Cheptaros Bitok. Mimi ni muuguzi hapa Saniak Dispensary. Ndio. Okay. Umeanza kazi kufanya lini? Nimeanza kufanya kazi hapa mwezi mmoja uliopita, mwezi wa 6, baada ya watu kuajiriwa kuhusu historia ya corona. So mimi ni mmoja kati ya watu walioajiriwa baada ya serikali kuagiza wauguzi na watu katika hospitali waongezwe. Kwa hivyo manufaa yamekuja kwa hospitali hii na kwako pia. Kutokana na ugonjwa COVID-19. Naam. Hapa mnazungumzia corona ama namna gani hapa vijijini? Ndio, tunazungumzia corona. Kwa sababu corona ni ugonjwa imefika na inabidi watu wajue kwa corona iko. Kwa hivyo watu wana hofu, watu wanakuja, ama hebu tuambie, tupatie taswira, the real image ya hali ilivyo hapa vijijini, uelewa wa corona kwa wale ambao mnawatibu. Ndio, watu toka corona itokee, watu wamepunguka, watu kukuja kwa hospitali. Utapata watu watakuja tu kwa hospitali iwapo watakuwa wamezidiwa, kwa sababu watu wana hofu kwa wakikuja kwa hospitali huko ndo kwenye wanaweza pata ugonjwa wa corona. So watu wengi wanachagua kukaa nyumbani. But wengine wanakuja kwa hospitali. Mnajitahidi namna gani kuambia kwamba hapa si makao ya corona? Inakuwa ni jukumu letu sasa pia kuambia kuwa hapa si makao ya corona, na pia tunahakikisha kuwa wakikuja lazima watu wanao mikono ndio wakuje hapa ndani. So inakuwa ni wao wenyewe waenezi kwa kijiji kuwa sio ati kwa sababu kuna corona ukose kwenda kwa hospitali kutibiwa juu corona iko, ukae nyumbani uumie na watu wako hospitalini, kazi inaendelea kwa hospitali. Tukizungumzia mambo ya sanitizer, mambo ya kunawa mikono, pale nje tumeona inatumika sabuni ya kawaida tu. Ina maana kwamba una upungufu wa kupata sanitizer, kupata sabuni na kadhalika? Hapana, kwa sanitizer tuko nazo. But sasa sanitizer si mingi, si kama sabuni. Unajua sabuni kila mtu mmoja atanao, mwingine akuja nao hivyo. Sanitizer pia sasa tumefanya sanitizer ikawa ni yetu sisi hapa ndani. Tukimaliza kufanya chenye unafanya, unatumia hiyo sanitizer. So kwa wale watakaokuja wananawa mikono na sabuni pale nje. Wao hawatumii sanitizer. Sisi tunatumia sanitizer. Nyinyi kama wauguzi ndio mnatumia sanitizer. But pia mtu akitaka sanitizer iko
Ziko nyingi. Ziko. Kama ziko, mbona isiwekwe mahali mtu akija anatumia tu? Tulipoelezwa tuliambiwa sanitizer pia na sabuni na maji na sabuni yote haina tofauti. So tukaona ni vizuri watu wanawe mikono na maji na sabuni kisha sanitizer, juu pia sabuni haiwezi kuwa kama sanitizer kwa wingi. Sasa sanitizer si mingi kama sabuni ya kunao. Nahisi namna gani kama nurse, kama mguzi hapa? Uko na protective measures, na tazama mikononi hauna gloves. Naona tu nani peke yake, barakoa. Mna vifaa vya kutosha hapo mashinani vya kuchunga? Unajua madaktari, mauguzi pia wanakufa. Naam. Una hofu yoyote? Hofu lazima. But kazi pia lazima iendelee. So kwa sababu ya hiyo hivi masks ndio haziko kwa wingi. Unapata masks ziko ndio, lakini ni kidogo. Tunafaa kuwa nazo za kutosha. For gloves, nilivyokueleza mara ya kwanza, kwa tukimaliza kufanya procedure na mtu mmoja tuna sanitize. So ukishinda na gloves pia siku mzima huwa so unachagua kusanitize. Watu wana hofu kuja, pia madaktari na wauguzi wana hofu pia. Unapendekeza nini? Pendekezo langu kuu kwa serikali ingekuwa ni vizuri kama sana kwa sisi kama wauguzi tuwe na hizo protective gear zikiwa available. Kukiwa na protective gear zikiwa available, inakuwa inatuzuia sisi, inatusaidia sisi kama wauguzi, juu ni sisi ndio tuko at risk compared to all the other places. Sisi ndio tuko at risk ya kupata, juu unapata kwa siku unaona wagonjwa wengi na huwezi jua ni mgonjwa yupi ana huo ugonjwa wa corona, na vinyo inasemekana wagonjwa kuna wale wenye ni asymptomatic. Hali ya kuwa supplied na madawa ama kupewa madawa hapa iko namna gani? Pia dawa ingekuwa vizuri kama kiwango cha dawa ingekuwa vizuri. Unapata dawa ziko ndio, sikatai dawa zitaletwa, but sasa wakati mwingine wagonjwa hukua wengi. So wagonjwa wakiwa wengi unapata dawa zinaisha kabla haijafika wakati next ya kukua supplied na dawa. So amount ya dawa inafaa kuongezwa. Process ili mpate dawa, ni nani anahusika? Utapata kwa dispensary, mtu mwenye ako in charge kwa dispensary ni sisi nurse. Kama hapa tuko nurses wawili. So ni sisi ndio tutahakikisha kuwa order ya dawa, like inafika wakati order za dawa zimepunguka. So ni sisi ndio tunafaa kuorder dawa. Dawa tutazioda, but sasa wakati zitadeliveriwa, sasa hiyo si zitafika tu wakati zitaletwa. So jukumu letu ni kuorder dawa zikiisha. Mkifanya order ile, mchakato mzima wa kuhakikisha imefika hapa, process nzima, mnaelekana yani iko na haraka, ina delay? Wakati mwingine ina delay. Ujumbe wangu tu ni kuhakikisha kuwa wakati dawa inaletwa ziletwe zikiwa mingi. Juu sasa dawa zikiletwa zikiwa mingi kupunguka itakuwa ni vigumu. Watu wakifika watazipata ziko. Na hapa inanifanya kuuliza, lazima mnajua aina ya magonjwa ambayo mnatibu hapa kijijini. Ni kama yapi kwa mfano? Kwa mfano msimu huu kuanzia mwezi wa 7 ulipoanza mpaka sasa hivi ama wa 6 na kuelekea, mmekuwa mkitibu nini hasa? Malaria, corona, mnatibu nini hasa? Okay, ugonjwa tunaotibu sana hapa ni ugonjwa wa pneumonia. Watu wengi hukuwa na hiyo ugonjwa juu huku unaona huku ni Highland. So watu wengi hiyo baridi huwa inawaingia. So pneumonia ni a common disease hapa. Na pia unapata vidonda juu ya watu kulima kwa shamba, unapata watu wamejikata. Unapata pia malaria si sana, but wako. Juu tunahakikisha kuwa watu wengi wanalala chini ya neti. Kukiwa na outreach unahakikisha umeeleza watu umuhimu wa kulala ndani ya neti. So watu wengi hulala ndani ya neti. So malaria a few cases, but unapata pneumonia ni leading ikifuatwa na wounds. Corona hatutibu hapa. Center ya corona ni nani? Asante. Na unapata wagonjwa ngapi kwa siku kwa mfano? Kwa siku unapata summary ya wagonjwa. On a busy day tunapata mpaka hata 70 patients.
Yes, and on an unbusy day 30 patients. Ndivyo basi hali ilivyo katika sehemu za mashinani, kuweza kutathmini hali ilivyo ili tuweze kujua kama kweli wakati wa kipindi cha corona, kama kweli wagonjwa wanaopatikana maeneo haya wanapata madawa na matibabu yanaendelea kwa hali ya kawaida. Tumeweza kufahamu, elewa na kujua kwamba kweli kuna changamoto nyingi, kuona kwamba hata madaktari wanajinunulia barakoa. Ni changamoto kubwa inawabidi kuweza kuwajibika kwa sababu wanahudumia watu katika pembe za taifa. Baadaye ninapatana na wanakijiji wa Saniak ambao wanafurahia kupata fursa kujieleza na kufafanua zaidi mahitaji yao kwenye zahanati hii. The dispensary is delivering its mandate, but we have some few challenges here and there regards to masks, maybe some other issues that are required within the confines of this dispensary. We are urging the funding authorities to assist us so that we can be able to mitigate this pandemic. This is our dispensary. We feel very proud of it. Imesaidia watu wengi, wenyeji kutoka huko Chemuswa, kutoka Tamboyo, imesaidia wengi sana. Wakati huu wa corona unaamini kwamba imesaidia kivipi? Imesaidia kwa sababu hapa madaktari ama nurses wanahimiza wagonjwa wenye wanaingia hapa kuvaa mask, ku keep social distancing, washing their hands regularly and thoroughly. So we feel very proud of our institution or this facility. Wewe kwa mfano umewahi kwenda hospitali ukatibiwa wakati wa corona? Nimeenda na tunapongeza hawa wakusi wenye wako hapa, wanafanya kazi vizuri. Kuna changamoto gani ya madawa mnapata? Kweli, kwa kusema kweli kuna changamoto ya dawa. Ukiingia hapa dawa, kuna upungufu wa dawa. Na tunaomba serikali ya Nandi walete dawa kwa wananchi. Kuna upungufu wa dawa. Tunaomba gavana wetu Sang wakili Sang na CC wa Health Route waimise mikakati ya kuleta madawa katika dispensari yetu ya Saniak. Napenda kuwashukuru sana wauguzi wa hapa, wanafanya kazi mzuri. Mwanzo ukiingia pale wanakuhudumia kwa njia ambayo inafaa. Changamoto yao wameshasema ni dawa, kama vile ambavyo walivyosema, dawa inakuja kwa kiwango cha chini. Dispensary inasaidia wanakijiji pia, kila mmoja wa Kenya hii. Dispensary iko na casualties bado wanatudai kabisa pesa nyingi, na ilikuwa ni jukumu ya Nandi County waangalie hapo. Na tungeomba pia serikali watushike mkono waajiri wale wawili, hilo cleaner na yule watchman. Ndio isiwe ni mpango ya both wao watalipa. Serikali wao watusaidie kulipa hao. Tena ni kila unaona compound ya dispensary, unaona bado ni iko open, iko wazi, yani inafaa iwe inafanywa vizuri, inaofanywa vizuri, na hiyo inategemea pesa za serikali. Baada ya Saniak nimefululiza moja kwa moja hadi zahanati ya pili iliyo mbali kidogo na hii. Hali ya barabara inazidi kutuashiria tunakokwenda. Ni bayana kwamba tunakwenda vijijini. Baada ya muda tunatua kwenye zahanati ya Tamboyo. Hapa napo tunapata kuwa wamefanya uvumbuzi wa namna ya kunawa mikono, ishara tosha kuwa wana habari juu ya janga hili la corona. Tunapatana na muuguzi ambaye pia ni msimamizi wa zahanati hii, Anthony Kibet, na pia naanza kwa kutueleza tuliko na juu ya zahanati hii ambayo sasa ina mwaka mmoja tangu ianzishwe. Kuja pande hii kwenda pande Mosop, ndio dispensary ya mwisho. Alafu mambo huko kuna Kabiet Unit Center. So ni hiyo tu, na wagonjwa wengi wanakuja, lakini sasa hivi wakati ya corona
watu walianza kukaa nyumbani, so wanakuja moja, lakini sasa naona hii Julai wamepika, si kama ile wakati. Unafikiri kwa nini wamepika kama walikuwa wamekaa nyumbani kwa uoga kwa sababu ya corona? Walikaa kwa uoga, alafu wengi walikuwa na mask, so wangeweza kutembea. So saizi at least wamekuwa na mask na watuma wanakuja. Mask wanatoa wapi? Wananunua. Katika vijiji hivi takriban 5 ambavyo mnahudumia, idadi ya watu ni kiasi gani? Okay, tukienda kwa political boundary, population yao wanasema 5,000. Lakini kwa yetu ile tumepewa na target zetu za annual target. Kama sasa hivi tulipewa target yetu, tuko na 2,230 population hapa hivi. Kwa kila siku nahudumia watu kama wangapi? Hapo mbeleni kabla corona nilikuwa nahudumia watu 30 kwa siku. Lakini sasa kwenye corona imekuja niko na watu wengi 15. Lakini sana naomba 5, 10. Okay. Na magonjwa ambayo unatibu ni kama yapi? Magonjwa mingi hapa. Sababu hapo kuna baridi sana. Kuna pneumonia. Kuna diarrhea. Malaria ndio imeanza sasa hivi. Sio ni msimu wa malaria mwezi wa 7. Alafu nadhani hizo tu ni magonjwa. Kuna magonjwa ya zinaa pia ziko. Hizo dawa mara nyingi huletwa aziletu venye tunaoda. So unaweza kuwa umeoda kitu kama dawa ya kitu kama 200,000, alafu utaletewa dawa ya kitu kama 50 ama 100, ambapo itakupeleka mpaka miezi 3 ishe. So kwa ile ukosefu kitu kama mwezi mmoja ndio tutakuwa tuna umeoda 1,200 alafu unapata 50,000 na inakupeleka miezi yote 3. Inatosha kweli? Haitoshi, ndio sababu inabidi tunakimbia kwa county pharmacist. Alafu tunaambia ile wanajua dawa zikiwa hapo, inamaanisha kuna slow process, kuna hatua ya pole katika kuwapa madawa. Nani ambaye anajukumika? Si ni county government inanunua dawa. So nadhani wakati umeona hizo vitu zinapelekwa zikienda KEMSA, so zingine inakuwa wako na deni wa kulipa ile batch nyingine ilikuja. So KEMSA inakanyagia kama sisi tumeoda 200 na ili bado mko na ile deni. So afadhali acha tuwapee nusu hiyo siku mimi nikimaliza ile deni ndio tutaongea. Hii ni hali ambayo imekuwepo wakati wa corona ama hata tangu zamani? Nadhani wakati wa corona, sababu sio kwamba hiyo hospitali ni mpya. Tangu tufungue tulikuwa na shida sana. Ina miaka mingapi? Ni moja sasa. Mwaka mmoja. Kwa hivyo ni changamoto imekuwa zaidi wakati wa corona. Okay. Mbali na kwa hivyo mchakato ama process ile ya kufikisha madawa, ukifanya order kama umefanya leo, inaweza chukua muda upi? Tukioda kama sasa juzi tunaoda June. In 1 month dawa zinafika jukaa. Sasa hii tuko tunaongoza. Unaoda mara moja inachukua mwezi mmoja. Na hii inaathiri namna gani utendakazi wako kama muuguzi? Okay. Mimi sasa unajua ukikuwa unauna dawa na una wagonjwa, unajua sasa ile target population yako na venye unafikiria wanakwambia workload yako iko chini. Kwa nini iko chini? Sasa utawaambia pengine wagonjwa wametoroka kwangu ndio sina dawa. Mgonjwa akija umwandikie alafu unaenda na chemist. Unajua penda vijana tu kesho. Uko hakuna dawa unaenda nini huko. So unapata hiyo workload yako inarudi chini. Alafu hata kesho wakifanya budgeting kupewa kama utapewa kani pesa fulani. Jamaa workload yake iko chini. Tusimpei kiwango. Hali wao ndio wamesababisha. Hizi madawa sisi tukioda watu wazingatie venye tunaoda, sababu venye tuko hapa mimi najua target yangu na najua magonjwa fulani wakati fulani. So nikioda dawa fulani najua hiyo dawa itanisaidia wakati. So wasipofanya venye tunaoda sisi tunaumia. Kwa hiyo mbali na changamoto ya dawa na kuletwa kwake, changamoto zingine katika wakati wa corona hapa unapofanya kazi, changamoto zingine ni zipi hasa kuhusiana na corona? Imeathiri vipi kufanya utendakazi ama kutoa huduma hapa? Sasa changamoto ni tunayo sana hapa
ni hatujui, kwa sababu kuna watu wengi baada ya lockdown imetolewa, watu wengi wametravel na wanakuja hapa, na sasa sasa tunaona venye tuko hatuna PPE, hatuna hizo gowns nini, hata simuona hiyo kitu kimeiva tu hatujaletewa. So tunaomba serikali kama ingeweza kutuletea hizo vitu kwa manufaa yetu. Sasa tunaona saa hizi wengi tunaendelea, wauguzi, madaktari wanaendelea kuambukiza corona. Tumeshazungumza na maafisa wa afya katika kituo hiki cha Tamboyo ama zahanati ya Tamboyo, na wamezungumza na yao, na moja kwa moja tungependa kupata maoni ya wanakijiji. Je, zahanati hii ama dispensary hii inawafaidi namna gani, na je kama wanapata matibabu hasa msimu huu wa corona? Hebu na tupate maoni yao. Hapa ni Tamboyo dispensary, Jesume County. Tuko na dispensary yetu inaendelea sawa kabisa. Tuna kitu moja ya stima, hakuna stima area hii, na tawa ya tetanus iko, lakini hakuna nini, hakuna bridge. Kuna bridge ya kuweka hiyo fridge. Kuweka hiyo tawa. Hii dispensary yetu iko mzuri, lakini Kenya tu inatusumbua kidogo. Ni barabara Kenya unaweza leta mtu akuja atibiwa hapa, kunasumbulika sana na mambo ya barabara. Na madaktari inabidi sasa watuongezewe ili watu wakuwe wanatibiwa haraka. Alafu sisi tukue watu wenye ukiingia hapo hakuna line kubwa ya kupangwa hapo. Wewe umesikia kuhusu corona? Nimesikia kuhusu corona. Corona ni nini? Corona ni ugonjwa kenye unabidi sasa ujilinde wewe kama wewe. Hakuna sasa mambo na kusalamiana mikono, mambo tu kenye unataka ufanye ni kujilinda mambo. Na nimesikia hiyo ugonjwa inakuanga mbaya sana, inaweza kukaa kwa kenye kitu, hata ukishika kitu hivi inaweza kaa unajua mambo bwana, for around 12 hours. Mama, hapa hivi wewe umesikia kuhusu corona? Nimesikia. Umeambiwa hapa kwa hospitali? Tumeambiwa. Sasa kitu yenye nataka ni kuhimiza sana ni kwa hiyo hospitali yetu, si hatuna maji, hatuna stima, na tunapenda tuombe serikali yetu atuongezee madaktari ili hata tupate madaktari wanne, sababu tuko na wawili sasa. Hatuna madaktari wengi, mmoja akikosa sasa watu wanakosa kutibiwa siku hiyo. Ule mwingine mama, ule daktari mwingine akikosa kuwa mgonjwa akikaa nyumbani, ule mwingine akikosa kukuja, hatuna mwingine. Sasa tungependa tuhimize tu serikali yetu tuongezee tu madaktari, na tunaomba serikali yetu sasa, MP sana tunahimiza MP yetu halafu tusaidie tuwekee sisi maji, hata stima atuletee, sababu na hata mashini ya kupima nayo watoto hatuna. Haya, hata friji ya kuweka dawa hatuna. Sasa tungependa tu tuambie serikali yetu atusaidie. Kijiji ni Tamboyo, wazungumzaji ni wanakijiji, na wamezungumza na serikali wakitaka serikali kuweza kuwajibika moja kwa moja ili kuleta maendeleo hapa mashinani. Baada ya kujionea hali ikoje, tukazungumza na wasimamizi wa afya katika zahanati za Saniak na Tamboyo. Baada ya kuzungumza vile na wananchi na tukapata maoni yao, malalamishi pamoja na mahitaji, niliweza kufanya safari ya moja kwa moja hadi katika Wizara ya Afya kaunti ya Nandi, na tukazungumza na waziri wa afya mwenyewe Bi Ruth Koech. Asante sana waziri kwa kuweza kutupatia muda wako kwenye ofisi yako hii.
Asante sana kwa majina, ninaitwa Koech. Mimi ni waziri wa afya county government ya Nandi. Asante, si mara ya kwanza tunakuja, tunashukuru sana kila wakati unatupatia muda. Asante. Corona haija kufikia? Not yet, lakini imefika Nandi. Yes, the last time you were here ilikuwa haijafika, lakini sasa kimefika. Tuna wagonjwa karibu 7, lakini wote wamepona, asymptomatic. 7 na wamepona wote. Kwa hivyo ni kusema hatuna kesi yote ambayo ni active. No active case. Okay. But positive case, yes, but no symptoms. Okay. Yes, 4 of them. And they have tested. They should be going home today. Yes. Hali hii itakuisha lini kweli? Maneno ya COVID. Siwezi kujua kwa sababu ukiona penye Brazil walikuwa ama Ecuador or other countries were 2 months ago is where we are right now. So siwezi kusema itakuisha hivi karibuni kwa sababu cases ukiona Kenya mzima inaenda kupanda. It is the curve is starting to climb and we have to reach the peak before we come down. Yes. Do you think we are at the peak now? Of course not. Kila siku. Kuna watu wengi wanashuku kwamba hizi takwimu sio za kweli. Watu bado wako nayo kwa sababu hatujapata watu wengi wameaga. Kama Nandi County we have not had any positive cases that have turned fatal. But tukienda huko mbele tukiwa na more cases kwa community na tupate watu wenye wana comorbidities kama wazee, watu wenye wana saratani, watu wenye high blood pressure, watu wenye wana ugonjwa wa sukari ama asthma ama transplant patients, watu wenye immune system kubaya, hao ndio watatatizo sana na COVID-19. Na it's unfortunate watu wanangoja kuona watu wengi wakifa ndio waamini corona imefika. Lakini ukiona corona imefika Kenya, imefika Nandi County, kitu ya muhimu ni watu wajue wasilegee social distancing, kuosha mkono, kuvaa mask na kuprotect hao watu wenye COVID itawasumbua sana. Okay. Yes. Asante sana. Mara ya mwisho tukiwa hapa nchi ilikuwa kwenye lockdown, county ya Nairobi, county za Mombasa. Do you think it's the wise thing na nani alifanya rais kuweza kufungulia taifa sasa kila mahali? Kama waziri, maoni yako? Ukiona watu wengi wameuliza hiyo maswali. Kwa nini tuli lockdown na hatukuwa na cases wengi? Na kwa nini tumefungua sasa? Lazima rais kweli alikaa chini na advisors na watu wake technical, na lazima kuna vile walikubali tufungue. Lakini kumbuka pia 2 months, about a month ago, rais mwenyewe tulipewa pesa na tukaambiwa kama ma-counties mutenge vitanda 300, mutenge mavitanda za ICU yenye itabidi mchunge hao watu wenye critical care patients. Na ma-counties wengi wamefanya hivyo. Walisema mfanye hivyo ndio wakifungua nchi tuwe tayari kuchunga hao watu. Na hasa ndio tunaelekea sasa kwenye gumzo letu na wewe. Yes. Kwamba serikali imetuma jukumu la kuchunga COVID-19 kwenye county. Hatujui kama county zitaweza. Lakini leo tunamulika kabisa kwenye zahanati. Iko ni kiwango cha chini, dispensary zahanati. Yes. Dispensary kule chini. Now that counties zimeachiwa majukumu, dispensary zitaweza pale vijijini? Ugonjwa ya COVID-19 kama homa ya kawaida, na watu karibu 80% yenye wataishika hawatajua hata wako nayo, hawatakuwa hata na symptoms. Yenye watu wenye watakuwa affected sana ni hawa yenye ni wazee, people with the high risk patients, the cancer patients, the diabetic patients, watu wenye asthma, low immunity, they will be affected about 20%. The ones who will be critical will be about 5%. Hawa ndio watahitaji matibabu na hospitali. Ndio umeona tukiua huko kijijini tunasema wash your hands, social distancing, protect the vulnerable. Ni kwa sababu hii ugonjwa ya
COVID-19, watu wengi wanaieneza na unaeneza kwa haraka. Na ukiwa na watu wengi wakigonjeka mara moja, healthcare system yetu itashindwa kuchunga hao watu. Ndio tunasema afadhali to prevent, because huko mbele tukiwa na watu wengi wagonjwa hatutaweza kuwachunga. Lakini hata tukiwa na COVID, hii homa yenye iko inaenea, tunawaambia watu wasiogope kwenda na dispensary. Tumejitenga wenye tuna screen watu wenye suspect for COVID, wasichanganywe na wenye hawana, so that care must continue. There is care in primary health care that must continue. Kama kuchanja watoto, tukisema tunaogopa kupeleka watoto kuchanjwa, post-COVID we'll be losing children under the age of 5, which will be another problem we do not want to have. Mama mjamzito lazima aende kliniki. Mama mjamzito asipoenda kliniki, we will not be able to pick up their high risk factors that will require us to refer them to a higher level facility. Na sasa ukifanya hivyo na mama azae nyumbani hajaenda kliniki, that is where we lose the mothers and children. So prenatal care must continue. Non-communicable diseases. We have people in our communities that are now high risk for COVID too, that have diabetes, that have high blood pressure, that have heart disease, that have asthma. Hao watu lazima waende kliniki every so often to renew their medicine, for re-evaluation, kuhakikisha they are being managed well. Tusipo manage hao watu, we will lose those people to those conditions and not to COVID. So healthcare must continue. And then also for preventive care, screenings, cancer screenings, that must also continue for wellness. So yes, we do have COVID amongst us, but in our facilities we have we've zoned them. We screen them at points of interest, and we segregate people who we may be suspicious may have COVID. So we want healthcare must continue. Yes. Lakini waziri, katika tembea zetu vijijini, tuligundua kwamba kwa mfano hamna taratibu zozote. Case study ambalo tulitembea ni pamoja na Saniak, pamoja na Sironoi na Tangoi. Hamna taratibu zozote, kama ni bidhaa tuseme kama vyakula, kuna banga pa kunawa mikono, hawana sabuni. Sabuni ambayo wanatumia ni ya kawaida tu ya kuosha nguo. Na vile sanitizer. Tulipata kwa mfano eneo la Saniak, hata nurse hawana mask. Wanasema mmoja anasema hata wanatumia pesa zao kujinunulia mask kama nurses. Are you aware of these challenges? Allow me to start with the hand washing. Sanitizers, especially right now during COVID-19, anybody will take advantage of that business opportunity and make substandard sanitizers. Sanitizers has to be 70% alcohol for it to work for COVID, which tells you that soap alone and water is actually better than the hand sanitizers. We do have a lot of hand sanitizers that we've been given by the government, and we have been we've been distributing them to all our facilities. So it is the charge nurse to come, definitely get those hand sanitizers, but soap and water, sabuni ya kawaida, that is what we are telling all our citizens. Sabuni ya kawaida na maji is actually better than the hand sanitizer. That may not have the exact alcohol content. Maneno ya mask. Tuna kiwango cha sabuni ambayo inahitajika? No, just regular soap, hand washing. Hata ukiona tangu tumeanza kuosha mkono, maneno ya COVID, vitu kama diarrhea, pneumonia, typhoid, cholera imeenda chini. Sabuni ya kawaida na maji is what you need. It's your hand sanitizer. But hand sanitizers, we've been making it available in our higher level facilities, and we will also make it available in our low level facilities as we go to an area where the cases of COVID zimeanza kupanda huko chini. And if you looked at what has been in the media, a lot of these countries that are ahead of where we are in Kenya, where they have the best of health systems, you have seen their systems tried and tested. Personal protective equipment and all these commodities that we need to take care for COVID has been a shortage worldwide. So it is prudent for us in Nandi to be careful at how much we are spending
these things, especially since our prevalences are really low. We are very careful not to waste it, because if you waste the masks and the gloves and the PPEs right now, what will happen when the cases are at the peak? So yes, we do ration what we send there, but they are available. We have a pile here at the headquarters, and in any area that we have increased prevalence, we do make them available. So you're saying vitu kama mask zipo zimejaa? Ziko, we have them. Kwa nini nurses hawajapata maeneo? No, they have been taking them there. All they need to do is, it is the HR to tell us this is what we are short of, and we will take. Just likewise, like when they are short of certain drugs, it is their job and their responsibility to tell us that we are short of this, and whatever we have in the county we will share. No, what I need to do, what I can tell you that I need to do is find out which facilities, and are there any cases of high prevalence there? Not yet. So we also have to be very prudent in how we use these PPEs and not waste them. But you want to have cases there before you... No, I did not say that. I am one of those who will not compromise the quality of our... And it is not even the quantity of personal protective equipment that matters. It is, is the biosafe to protect our healthcare workers. Umeona our Aga Khan Hospital or Nairobi Hospital or whatever, those private facilities where one may gonjeka, it is because of compromised safe personal protective equipment. So you better do have enough, and then you better don't have than compromise. No, I did not say that. Okay. I will reject what is not biosafe for my employees. And what we have done, because some of them we received as donations, those ones, what you do is you set them aside and you can use them for other cases like TB or other disease conditions that those ones can work for. But for COVID, we will not compromise. And yes, we will make PPEs available in all our facilities. Yes. Asante, sijui kama what is in the ground as well in relation to ordering things like drugs. Yes. Madawa wanasema kwamba kwa mfano katika eneo la Tambwe kiagiza sijui kama ni kwa sababu ya ukosefu wa barabara ama nini, wanaagiza mwezi mmoja inachukua miezi 3 kupata madawa. Inawalazimu wangoje waende kuomba. Wanasema kwa mfano wanakwenda Mosoriot wazima watumie, wanasema magonjwa pale ni kama pneumonia na kadhalika. Yale wanasema kwa nini inachukua muda mrefu sana? Kwa sababu ulikuwa umesema they need to just order. Yes, okay. Kwa nini inachukua muda mrefu kuweza kuwatimishia hivi? Thank you so much. Ukiona maneno ya dawa, we order our drugs quarterly. And as you see what has happened recently, like Juzi KEMSA just finished their stock taking on the 15th, and the date that we are receiving our drugs has been given to the 20th. And if you look at what has been going on in the country, the KEMSA is also worked extremely hard, because one, they are doing all the PPEs, and they are doing all the COVID commodities, and then they are doing drugs for all our level 2, level 3 facilities, and also our level 4, 5 facilities. When they talk about going to the other facilities, like the level 4 facilities or the like the Mosoriot Kapsabet County Referral Hospital, when we have drugs, it belongs to everybody in Nandi. So what we do is we ration it and we share it to the dispensaries in Hawana. And yes, we are low in stock, but we do have our emergency drugs, and whatever we have in the upper level facilities, we have been sharing to the lower level facilities until we receive the drugs on the 20th. Yes. Do you as a county receive those drugs on time? When you order from, or where do you order from, KEMSA or whatever? You may not receive it at the exact date that they promised, but that one is beyond our control. And remember also the bill that was passed in Parliament, where KEMSA was the sole distributor. That one also tied our hands, but even if you look at drugs right now being brought by KEMSA, at least you can account them for quality of the drugs. And number 2, also the price. What we were assured was they will ensure that we have it at a reasonable price. And then I remember also, we also used to have meds who were giving us very good efficacy, good brand drugs, especially for the non-communicable diseases like hypertension, heart disease, and diabetes. There's nothing like having a good drug that will manage your patients well. Because when you manage your patients well,
you have less complications, which means you will actually use less to treat these patients. But when that happened now, meds is also under KEMSA, which was another alternative that we were using in the past. Okay, kabla ya kuendelea, kwa sababu ya muda, itabidi nikate kidogo. How many dispensaries do we have in Nandi County? We have about 140, and we opened an additional 40. Actually 140, and then health centers we have 14, and then the 4 facilities we have 3. So totaling into about 157 healthcare facilities. For the layman, mtu ambaye hajui kabisa zahanati na dispensary ni kiwango kipi cha maeneo ya kutibiwa katika taifa letu la Kenya? Dispensary is your primary health care. That is where you get your preventive promotive health. That is where you get your chanjo ya watoto. That is where you get the ANC, the antenatal care for our patients, clinic ya maternity ya wamama. That is where you get your regular drugs for minor ailments. And that is also where you go for counseling. Yes. And that is also where you go for health promotion, where we do screenings even down to those levels, where we set our beyond zero, and also very small basic things, even HIV testing. We can do TB screenings. So it's health and wellness, really, health promotion, and taking care of the very simple basics. But then for health centers now, that's where you have your inpatients. And in your inpatients ni mtu mwenye sasa anagonjeka, maybe anataka kuongezewa maji ama anataka kuzaa mtoto, or small ailments that we can treat in the lower levels. And then when you go to have the higher levels, that is level 3, level 4, level 5, that is where you get more imaging. That is where you have the theaters. Na Nandi County vile tulianza tulikuwa tuna theater mbili yenye ilikuwa inafanya, lakini ukiwa na theater mbili, if you have an emergency in one facility that doesn't have to, you will lose a patient to trauma, you will lose a mother who becomes an emergency giving birth. So what we have done is we are in progress building another 5 level 4 facilities in the spirit of UHC, kupeleka hiyo matibabu ya juu huko mashinani kama Kabiyet, kama Chekeloi, Kurbujoy, Nandi Hills we upgraded, and even hapa Kapsabet County Referral Hospital we have increased specialized services. So the higher services needs to be taken mashinani, because I think you are asking what is the level of care. So hiyo lazima mashinani kila sub county wawe na level 4 facility, so that you have that upper care healthcare close to our people. Yes. Okay. Na hapa kwenye let's keep it to the zahanati dispensary. Na funding katika county ama tangu ingia ofisi miaka minne inakwenda kuisha. This is the 3rd year, yes. 3rd year. Mabadiliko yapi yamefanyika na kipi ambacho unaweza kujivunia kwamba mashinani mimi kama waziri nimefanya hivi na nimewasaidia hivi? This is what I'll say. It's not just me as waziri. It has been the citizens. It has been the leadership from His Excellency putting healthcare as priority, and also working also the county members of the county assembly and our citizens. What do our citizens want? We are catering to what our citizens want, taking good healthcare to them. There are facilities that have stalled for even 24 years. 12 years some, 6 years some. What we did is, those were quick wins. Tulienda na tukamaliza hiyo kama Kamnyarwat. It had stalled for 24 years, and those people were walking for 17 kilometers, and now they are able to get their antenatal care, their immunizations, their primary health care, hapo tu karibu less than 5 kilometers, which is a WHO standard. We actually have Tindiret has one more facility to totally meet the WHO standards, which if we bring by next year, we can apply to have it certified to have met the WHO standards. Number 2, increasing the theaters in our county. That has saved a lot of lives. Because before, if you had one theater and a patient comes in, you're not going to remove that patient from the theater to save the other life. And if they were very critical, they will not even make it to Eldoret if you needed to refer them.
but now we do have two theaters in our level 4 facilities, and even with the upcoming level 4 facilities, we will have theaters mashinani. That will save a lot of lives, especially maternal child. Yes, and trauma cases. You should be able to even take care of the small, simple procedures mashinani. Also, preventive, promotive health. Our Beyond Zero has been actively going around medical camps that we have had. You'll be surprised at how many non-communicable diseases like diabetes and high blood pressure that we've been able to diagnose mashinani. We even did a study with partnership with Mother Francisca at the Kapsabet County Referral Hospital, and you will be surprised that we found that many people have hypertension, high blood pressure. They didn't know they had it. So we are doing a whole holistic care, patient-centered care. If you look at mental health, that was another thing that was not getting the attention that it needed. But when we started talking about it in the communities and even doing the mental health outreaches in the communities, you will be surprised at how many of our clients now come for care. And we've also been able to go to the families and counsel within the family where the entire family needed counseling. So mental health is another one that we have really stepped up on. And on issues of accessibility to healthcare, we have opened like more than 14 facilities, which means that our indicators have become better. Like before, they were immunizing children once a week, like on a Wednesday. But now our facilities are immunizing children every day. And I remember also there are some facilities that did not have those services. But like even if they don't have electricity, we have a refrigerator that uses gas or solar, so that our children are able to be immunized closest to home. And also our pregnant moms are able to access antenatal care closest to home. And even the maternities, making them available, we have also improved on that. And also on other small factors like nutrition, going to the community and making them understand the importance of not the quantity but the quality of food and balancing it. Nutrition is everything. Are all facilities having electricity? Not all of them. And with the last mile, I know we will cover a big area, but that is no excuse not to immunize a child, because there is gas, there is solar, and that is what we have been doing. But before, what these people were doing was they were storing the immunizations in another facility and getting it only on Wednesdays. That also affects the quality and efficacy of that vaccine, and you don't want a child getting polio because of a vaccine that didn't work, or like anti-rabies. You do not want to make a vaccine not work. Okay. What about staffing? Staffing, human resource. Human resource for health. Like in that case study, still yes, the village says we only have one nurse. True, very true. If you look at human resource for health worldwide, there is a shortage for, it's like the US importing nurses from the Philippines or from Kenya or from other countries. It is a worldwide shortage. But this is what I will tell you. If you go mashinani where they had no health care, like the case study in Kamyanwat or whatever, where they had nobody, we have made progress to provide a facility that is open and to have somebody who can serve Monday through Friday. That is better than not having anybody. Our goal is to meet WHO standards of having enough nurses, enough doctors, enough cleaners, enough everybody, the entire healthcare workforce that you need. But reality is finance drives everything. Our will is yes to have them, but finance drives everything. Do we have the shortage of nurses or shortage of finance? I would say the shortage of finance, the shortage of resources, and that one is across not just in Nandi County but the entire Kenya. Because if you had more finance, of course it drives human resource, it drives commodities, it drives getting more specialized services, it drives completing all the other facilities, it drives leadership and governance. Finance does drive a lot. And I know you may be wondering where you have the biggest budget, but I want you to know that a lot of the budget in health goes to human resource. And you have a little portion of it going to development and like the recurrent, like the drugs and non-pharmaceuticals. And if you look at what you get in a budget, it is not what the budget says, but what you get from treasury. So that is virtual money. Do we get all of it? I don't think so.
How have you been funding your facilities, especially dispensaries? Are you satisfied? Do you have enough? Funding facilities, I don't think it will. I know level 2, level 3 facilities are free. Nobody pays to get services in those facilities. But we must know that there is nothing for free. It is tax money, money that comes from the treasury, money that comes from on-source revenue. How do you expect to run with limited finances? And as I told you, a budget is virtual money. It is not real money that actually comes down. Like when they say that... Are you talking of the National Treasury? Yes, of course, the National Treasury, and we also have to do revenue in the county. But right now with COVID, where business is low, revenue will go down. In the country, revenue will also go down. Do you think they will have money to give us? When they say that level 2, level 3 facilities will be free, you're supposed to receive funding from National Treasury to fund the level 2, level 3 facilities. If that delays, that care must continue. Do the citizens understand that? Yes. And for UHC, that will be a challenge if they make level 5, level 4 facilities free, because that is not realistic. We will not be able to sustain that. I do not even know every first country that has been able to sustain universal healthcare without a very good taxing system or revenue collection. Yes, it will be a challenge. Yes. Mahojiano yetu na waziri wa afya katika kaunti ya Nandi, Bi Ruth Koech, yamebainisha kwamba kweli utoaji wa huduma katika sehemu za mashinani umeathirika hasa kipindi hiki cha corona. Mahojiano haya yameweza kukujia siku chache tu kabla ya sakata ya ufisadi kuweza kupatikana katika shirika la KEMSA. Hili ni shirika ambalo lina stahili kujukumika katika kutoa madawa na vile vile kusambaza bidhaa zingine za kiafya ili kuweza kuimarisha utoaji wa huduma hizi kwa wananchi. Tuliweza kwenda mashinani tukajionea ni vipi hali ilivyo. Tumeileta kwenye meza ya waziri na ameweza kuzungumza nasi. Katika taifa lolote ambalo viongozi wanajali wananchi wa kawaida, pana haja ya kukamilisha ama kuimarisha huduma za kiafya, kwa sababu afya ndio maisha. Na ufisadi ukikithiri kama taifa la Kenya, ambapo hata watu wanaiba kwenye kitengo cha kutoa huduma za kiafya, inakuwa ni taifa ambalo halina mwelekeo, halina maono. Ndio hayo tunayokuletea kwenye kitengo cha meza kuu. Juma lijalo tutakuletea zaidi. Mimi ni Lekishon Laban nikisema shukran kwa kuendelea kuwa mtazamaji wetu.